Gilly Bonny Online TV. Machinga hoye! Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo hili la Ilala, ndugu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Naibu Katibu Mkuu ya Wizara chini ya Dr. Gwajima, ndugu yangu Bwana Mpanju, na kushukuru sana. Ndugu zangu, leo nimefarijika sana. Nimefarijika kwa mwaliko huu. Na pengine niseme wazi kabisa. Nisiseme. Mkuu wa wilaya ya Ilala anafanya kazi nzuri sana. Kama wilaya hii isingelikuwa na ukubwa wa mkoa, basi mkuu wa wilaya huyu ana sifa zote za kuwa mkuu wa mkoa. Lakini wilaya hii ni wilaya kubwa inayohitaji viongozi makini, na Mpogolo ni miongoni mwa viongozi makini kabisa wa wilaya. Na kupongeza sana kwa kazi nzuri. Mimi sina chembe ya unafiki, ni mtu niliyenyooka sana, na hawa wasaidizi wangu wanajua. Mkuu wa wilaya huyu amebadilika sana, anafanya kazi sana kumsaidia Rais Samia. Amewashika viatu wenye kupaswa kushika viatu. Amemsikiliza kiongozi wake mkuu wa mkoa. Kuna wakati nilikuwa najiuliza huko nyuma, sasa nani atakwenda kumsaidia Chalamila? Kwa sababu lazima tuwe na wakuu wa wilaya ambao wanachapa kazi ya kumsaidia mkuu wa mkoa. Lazima nikiri kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika wakuu wa wilaya ulionao, huyu kijana anachapa kazi sana. Na kupongeza sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kumlea vyema mkuu wa wilaya huyu, anachapa kazi sana. Ninakupongeza kwa sababu umeyashika makundi ambayo ni makundi muhimu katika jamii. Ninakupongeza kwa sababu umejishusha chini, umekuwa mnyenyekevu kwao, mama lishe, bodaboda, wa machinga na vikundi vingine mbalimbali kama Mheshimiwa Rais anavyoelekeza. Viwanja hivi vya Mnazi Mmoja ni miongoni mwa viwanja vilivyojenga fikra ya Watanzania bara wakati huo wakitaka kujikomboa chini ya mikono au minyororo ya wakoloni. Na waasisi wa taifa hili walisimama kwenye majukwaa maeneo haya wakizungumza kuhusu kujikomboa miaka ya 60. Na sisi vijana wa karne hii tunasema wazi kabisa kwamba kazi iliyofanywa na waasisi wa taifa letu ya kulikomboa taifa hili ilikwisha fanywa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na waasisi wengine waliotangulia. Baada ya ukombozi wa taifa letu, chama cha TANU kiliungana na chama cha ESP, kikapatikana chama kimoja. Kinaitwa chama gani? Chama cha Mapinduzi. Vijana wa leo hawawezi kujua nini maana ya Chama cha Mapinduzi, na pengine waasisi wetu hawakutueleza kwa mtiririko ni kwa nini waliamua
chama hiki kukiita Chama cha Mapinduzi. Inawezekana yako maandiko yaliyoandikwa, lakini sisi vijana wa karne hii tunaamini kwamba baba wa taifa na mzee Karume walipoamua chama hiki kukiita Chama cha Mapinduzi ni kwa sababu chama hiki kinaendelea kufanya mapinduzi katika sekta mbalimbali, mapinduzi ya kuwasaidia watu mbalimbali, watu hao wakiwemo wamachinga, kuwasaidia na kuwanyanyua. Fikra za waasisi wa taifa hili. Mapinduzi haya tutaendelea kuyafanya kwa kuhakikisha kwamba jamii inayopaswa kushikwa mkono tunaishika mkono na tunapindua kuhakikisha kwamba tumeleta mabadiliko ya ustawi wa maisha yao katika maisha yao. Kazi hii tumekabidhiwa sisi wateule wa Mheshimiwa Rais, viongozi wa kuchaguliwa na viongozi wa kuteuliwa. Wajibu wetu tulionao nchi nzima, wajibu wetu kwa wakuu wa mikoa, wajibu wetu kwa wakuu wa wilaya, wajibu wetu kwa wakurugenzi, kila mamlaka, ni kuhakikisha kwamba yale makundi maalum ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiyapigia debe kila siku, basi tunayashika, tunayawezesha na tunayalinda wakati wote ili kunyanyua maisha yao. Ni wajibu wa kila Mtanzania. Na kwa kiongozi kwenye mamlaka za sekretariati za mikoa au serikali za mitaa, ambaye wajibu huu ataona kwamba ni mzigo kwake, huyo hafai kuwa kiongozi. Tunayaona leo hapa Dar es Salaam yaliyoratibiwa na mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwenda nchi nzima, mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Lazima nikiri kwamba nimefarijika sana. Nimefarijika kuwaona vijana wa leo wakisimama wakasema kwamba taifa hili halitakuwa na maandamano kwa sababu tumechagua maendeleo. Nawapongeza sana 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 sana, na kamwe msirudi nyuma. Mwenyekiti umenithibitishia, lakini nimewaona wenye viti wa machinga mikoa zaidi ya 17 hapa, kuanzia Arusha, Manyara na mikoa mingine. Nawapongeza sana. Nataka niwaambie taifa hili lilikwisha kombolewa, na waliotangulia wanajua waliotuachia. Katika kila awamu ya taifa hili, awamu ya kwanza ya baba wa taifa lilipita katika mambo mengi, lakini ili kulijenga taifa hili kuwa Tanzania, awamu ya kwanza ilifanya mambo magumu, taifa hili likazaliwa likawa Tanzania. Awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya 4, awamu ya 5 na awamu ya 6. Nataka niwathibitishie kama waziri wa nchi, nilikushatoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa, nilikushatoa maelekezo kwa wakuu wa wilaya. Nataka niwathibitishie njia hii mliochagua, njia ya kuleta maendeleo, njia ya kushikamana na serikali, ni njia sahihi, njia sahihi kabisa. Na sisi ndani ya serikali, nataka niwathibitishie, kamwe hatutarudi nyuma katika kuwashika mkono wa machinga wote nchi nzima. Hatutarudi nyuma kamwe. Na iwapo nikibaini kiongozi yoyote aliye chini ya mamlaka yangu atakwenda kinyume na maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais, kiongozi huyo maana yake hanifai, na tutamshauri Mheshimiwa Rais vinginevyo akae pembeni. Hakuna taifa ambalo halifanyi maamuzi magumu ili taifa hilo liwe na utulivu. Nimekusha sema hapa, serikali ya awamu ya kwanza ilifanya maamuzi magumu ikazaliwa Tanzania. Halikadhalika serikali ya awamu ya pili, serikali ya awamu ya tatu, serikali ya awamu ya 4,
serikali ya awamu ya 5 ya Dr. John Joseph Pombe Magufuli na sasa serikali ya awamu ya 6, tutahakikisha tutakuwa tayari kutoa maisha yetu sisi viongozi ili taifa hili liendelee kubaki kuwa salama. Leo mmewaona viongozi wa dini hapa, mmewaona viongozi wakubwa kabisa wa dini wamekuja kuliombea taifa hili. Mmewaona, mjewaona? Lakini miongoni mwenu wapo wazee, miongoni mwenu wapo kina mama. Leo tujiulize, taifa hili likiharibika, wazee hawa watakwenda wapi? Akina mama hawa watakwenda wapi? Hata viongozi wa dini mtawaona kwenye majukwaa, kila mmoja atakimbia kunusuru maisha yake. Sasa nataka niwaambie kama waziri wa nchi, nimekusha sema na wakuu wa mikoa, nimekusha sema na wakuu wa wilaya, taifa hili litaendelea kuwa salama katika nyakati zote, kama ambavyo wazee wetu walitukabidhi taifa hili likiwa salama. Na sisi vijana wa karne hii tutalirithisha taifa hili likiwa salama kwa vizazi na vizazi. Nendeni mkafanye biashara. Katika historia ya taifa letu hajapata kutokea rais wa aina hii ambaye amesema wafanya biashara nendeni mkafanye biashara huru. Hayupo rais wa namna hiyo zaidi ya Dr. Samia. Leo hii hata kulipa kodi tunazungumza, wakati yako mataifa ambayo ukikwepa kodi adhabu yake ni kubwa kwelikweli. Lakini Tanzania tumeamua kuchagua kuzungumza. Tunakaa meza moja. Rais huyu hajapata kutokea. Nataka niwaambie wazi kabisa wa Tanzania. Na ndio maana tunasema kwa njia tuliochagua ya kuamua kufanya kazi ndio njia sahihi ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituhusia wakati anakabidhi taifa hili kwa rais wa awamu ya 2, mzee wetu, Mwenyezi Mungu amhifadhi, mzee wetu Ali Hassan Mwinyi. Na mimi nasema wazi hapa, mwenyekiti wa machinga umekusha sema, na sishangai utulivu huu katika eneo hili, wala sishangai hata kidogo, sishangai. Na hata nilipoonana na mwenyekiti wa machinga mkoa wa Dar es Salaam, amenikabidhi risala pale, ina maelezo mengi marefu, maelezo ambayo yamekusudia kwenda kunyanyua maisha ya machinga mkoa wa Dar es Salaam. Na mimi nawathibitishia, pamoja na kwamba ndugu Mpanju yuko hapa, yeye akiwa anasimamia sera, lakini katibu mkuu anayesimamia utekelezaji wa sera hizo yuko hapa, mzee Adolf Ndunguru, simama wakuone. Nataka tuwathibitishie kwamba yale yote ambayo mmetuandikia tutakwenda kuyafanyia kazi kwa maslahi ya wamachinga wa mkoa wa Dar es Salaam. Tutakwenda kuyafanyia kazi. Na utulivu huu wa Ilala sishangai kabisa, kwa sababu Ilala mlichagua mbunge ambaye yuko tayari kutetea maslahi ya wananchi wa Ilala. Kapush, kapush. Kapush, kapush. Sijawasikia kule nyuma. Kapush, kapush. Kapush, kapush. Kapush, kapush. Sasa mnataka mbunge wa aina gani? Mnataka mbunge anayekuja kutoa rushwa ili aende akalale bungeni? Ilala mmepata mbunge makini ambaye ni namba 2, kiongozi wa muhimili namba 2. Ukimuondoa spika, yeye ndio anafuata. Sasa Ilala mnataka nini hapa? Niambieni, mnataka ubwaya ubwela? Mbuzi si wametangulia tayari kule? Kwa hiyo mambo safi, sio? Nilikuwa nawaambia wenzangu kwamba pamoja na kwamba sisi ni wapenzi kule upande wa pili, lakini swala hili ni uzalendo kwanza, au mnasemaje? Tuweke uzalendo, kombe libaki Tanzania. Mnasemaje? Sasa mnataka mbunge wa aina gani zaidi ya Mheshimiwa Zungu?
anayechapa kazi kwa maslahi ya watu wa Ilala. Kapush kapush, kapish kapish. Ninawapongeza sana. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba tumepokea maombi yote ambayo mmeyatoa, na kama taifa tuchague maendeleo. Taifa hili limepiga hatua sana ukilinganisha na mataifa mengi. Taifa hili limepiga hatua sana. Kwa sisi ambao tuliopata bahati ya kuzunguka Afrika Mashariki, tunajua namna ambavyo Tanzania imepiga hatua. Lakini hatua hii hatukupiga kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu viongozi wetu walifanya maamuzi magumu kwa ajili ya taifa hili. Na maamuzi hayo ni pamoja na maamuzi ya kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa na amani. Ndugu zetu wanakwenda kufanya biashara. Kukichafuka hapa, hakuna atakayebaki miongoni mwetu. Hakutakuwa na bodaboda, hakutakuwa na machinga, kila mmoja atatafuta njia yake. Kwa Tanzania hii tutakimbia wapi? Tuulizane hapa. Na ndio maana mimi nampongeza mkuu wa mkoa. Nimesema asubuhi na hapa narejea. Endelea kuhakikisha kwamba mkoa huu unabaki kuwa salama. Endelea kuchapa kazi. Mimi ninakuamini. Na Mheshimiwa Rais anakuamini. Na ninyi wana Dar es Salaam, kataeni na msikubali kamwe kujiunga na vikundi ambavyo vimedhamiria kuhakikisha kwamba ninyi hampumui. Msikubali hata kidogo. Kama wanataka wao kuandamana, waambie wachukue familia zao waandamane wao na familia zao, ili mkuu wa mkoa na timu yake wafanye kazi vizuri dhidi yao. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini ninyi endeleeni kukazana kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa letu unasonga mbele. Na sisi kama viongozi wa kuteuliwa tutahakikisha kwamba tumesimama imara kuhakikisha kwamba ndoto za rais wetu tumezisimamia, ili kusudi hapo baadaye ninyi muweze kuwa tunasema nini? Ili ninyi muweze kuwa walipa kodi wakubwa hapo kesho. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo maelekezo yangu kama ambavyo mwenyekiti aliponiomba wa machinga kuhusu hili la Jangwani, na mimi namuelekeza katibu mkuu hapa, mipango yote ya Jangwani, ya ujenzi wa Jangwani mpya, ujenzi wa daraja pamoja na ujenzi wa Jangwani mpya, pamoja na ujenzi wa viwanja, ujenzi wa majengo ya kisasa, maelekezo yangu, mipango yote ya Jangwani, kama waziri mwenye dhamana, hakikisheni majengo ya kisasa ya wamachinga yameongezwa katika mipango yoyote ambayo tunakwenda kuipanga kwa ajili yao. Mmenisikia au nirejee tena? Maombi ya mwenyekiti mmeyasikia. Maelezo ya mkuu wa mkoa mmeyasikia. Mkuu wa mkoa amesimamia kwenye viatu vya mwenyekiti wa wamachinga kwamba na ninyi wamachinga mnataka kufikiriwa katika eneo la Jangwani ambalo tunakwenda kujenga mji wa kisasa kabisa pale Jangwani, pamoja na ujenzi wa mji huo, pamoja na ujenzi wa uwanja wa kisasa ambao utakwenda kujengwa hapo. Maelekezo yangu, majengo kwa ajili ya maduka ambayo wamachinga watatumia, basi hakikisheni michoro yote ambayo mtakwenda kuiandaa, hakikisheni wamachinga mmewafikiria katika michoro hiyo, kwamba na wao lazima washiriki katika ujenzi wa uchumi pale Jangwani baada ya ujenzi. Lakini jambo la pili, maelekezo yangu kwa katibu mkuu, masoko yote ya kimkakati yanayojengwa nchini
waelekeze wakurugenzi wote wa halmashauri kuhakikisha kwamba wamachinga kote nchini wanapewa kipaumbele kufikiriwa katika maeneo ambako tunakwenda kujenga masoko ya kimkakati kabisa. Na katika hili ninatambua kwamba soko letu la Kariakoo ujenzi unaendelea. Ujenzi umekamilika. Katibu mkuu na mkuu wa mkoa, nendeni mkakae muone mambo mawili yafuatayo. Kwanza, kufikiria uwezekano wa machinga nao kuwafikiria katika eneo hayo kwa namna mtakavyokubaliana nao, kwa namna ambavyo mtakubaliana nao. Lakini mbili, tumeona maombi hapa ya mwenyekiti wa wafanyabiashara. Hebu kaeni mkifikirie kupitia soko letu la Kariakoo. Angalieni uwezekano kwa mwenyekiti wa wafanyabiashara na timu yake na wao wapate ofisi pale kwenye soko la kisasa la kimataifa la Kariakoo. Nendeni mkafikirie, mwende mkalione hilo. Mwisho, maelekezo yangu kwa wakurugenzi wote nchini: kutoa kipaumbele kwa makundi haya ambayo nimekwisha yatamka, na kuhakikisha kwamba nyakati zote wanawafikiria, wanawasaidia na wanawapa kipaumbele. Katika mikopo ya 10%, wanatoa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba wanawasaidia. Na hayo ndio maelekezo ambayo Amiri Jeshi Mkuu na Rais wetu Dr. Samia amekuwa akiyatoa kila siku. Kila mkuu wa mkoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, makatibu tawala wa wilaya, kuhakikisha kwamba ninyi mnakuwa walezi wa makundi haya katika jamii, wa machinga, mamalishe, maafisa usafirishaji, yani bodaboda, na makundi mengine mbalimbali, kuhakikisha kwamba mmeyashika, mmeyasaidia, mmeyashika mkono na kuyaunga mkono, kuyatia moyo, ili kusudi hayo kesho yawe ni makundi makubwa ambayo yatashiriki katika kulipa kodi na kujenga uchumi wa taifa letu. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.